Sufyan Thauri akawaambia huwa qadariyyu, maadamu hao ndio watu wake wa karibu, anaishi nao, yuko nao karibu zaidi, basi huyo ni qadariyya. Hiyo ndio madhhabu yake, hiyo ndio manhaji yake. يقول ابن بطة أسمع الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان, akiweka تعليق akilisafisha na kulielezea vizuri, kulitilia nyama neno la al-Imam Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala, laqad nataqa bil hikma. Sawa, anasema kwa hakika Sufyan al-Thawri ameongea kwa hikma, wa sadaqa, na akasema kweli, wa qala bil ilm, na akasema kwa elimu, fawafaqa al-kitaba was sunna, akawa amefikiana na kitabu cha Allah na sunna za mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wama tujibuhu al-hikma, na yale ambayo yanayopelekea katika hikma, wama tujibuhu al-hikma, na yale yanayopelekea katika nini, katika hikma. Wayudrikuhu al-ayan, na yale ambayo watu wote wakiyasikia wanayaelewa, wanayafahamu. Acha kwamba mvuta bangi, ukimwona anatembea na mtu, si unajua kabisa yule mtu naye atakuwa anasaidiana kwenye kuvuta bangi. Mtu ni mwizi, alafu wewe ndio rafiki yako, hausikii, hauoni, ukiamka uko naye, mnaachana tu usiku, anasema tuliachana, yeye ndo akaenda kuiba. La, mipango yake ameipanga wakati gani? Lazima na wewe utakuwa na kashfa ya nini? Utakuwa na kashfa ya bangi, ya wizi, na mzinzi pia hivyo hivyo, wa maila dhalik. Na wema pia wanakuwa pamoja, watu ambao wanafanya ibada ya sala wanakuwa pamoja, wanakwenda pamoja, wanarudi pamoja. Kwa hiyo wayaarifu ahlul basira wal bayan, maana haya pia watu wenye elimu na watu wenye ubainifu wanayafahamu maneno haya. Qala Allah Ta'ala, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya ipo katika suratu Al-Imran aya 110 na ngapi? Aya 118. Sawa, aya 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalan waddu ma anittum. La tattakhidhu bitanatan min dunikum, msiwafanye marafiki watu ambao sio katika nyinyi. Maana Muislamu anakuwa rafiki yake kafiri, tena ndo rafiki yake kipenzi, kila ukimtafuta unamkuta na kafiri. Hadha mayambaghi, ma yajuz, haifai jambo hili. Ahlus sunna wal jamaa unamkuta ana rafiki kipenzi ahlul bid'ah, wako pete na kidole. Hadha ma yajuz, mayambaghi. Allah ameshakataza, la tattakhidhu bitana. Na bitana inakusudiwa hapa ni rafiki wa karibu, rafiki wa karibu ambaye ukiamka unaye, kushinda unaye, minduniku, kinyume na nyinyi, ambaye hamfanani naye manhaj, hamfanani naye akida, hamfanani naye dini, hamfanani naye tabia. Huwezi kuwa na mtu ambaye kila wakati anavuta sigara, kana mtu ambaye anakula riba, kana mtu ambaye anakula rushwa na mambo mfano wa haya, au ana magonjwa ya maradhi ya kupenda wanawake na mfano wake, kisha akawa huyo ndio rafiki yako. La ya'lunakum khabala. Sawa, ukiwa na rafiki wa aina hiyo, hawezi kuacha kukuingizia shari wewe, yani hawezi kuacha kukuingiza katika jambo lake ovu. Ndio maana anasema anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi innal qarina bil muqaran yaktadi. Rafiki mtu usimuulize yeye, uliza anatembea na nani, uliza rafiki yake ni nani. Yeye anaweza akajificha, yeye anaweza akajificha. Sawa tulab, ninyi ndio wanafunzi ambao mnaishi mara nyingi sana katika jamii moja,
Hapa bweni letu tuna watoto zaidi ya 100. Unafahamia? Kwa hiyo mmeishi sehemu moja, mnashinda sehemu moja. Markazi yetu ndogo, hajmu yake, uwanja wake, ukitafuta unaweza kupata bahani 50 kwa 50. Sawa, au 60 kwa 70 takriban. Unaelewana? Kwa watu wa aina hii, mkija mkakutana na wale wanaokuja wengine, naweza mkafika takriban 200 takriban. Sasa watu 200 utawakuta watu kulingana na nini na tabia zao. Hata sawa fulani isala an karini. Nyinyi nadhani katika mfano huu utakuwa kwenu upo wazi sana. Vile ambavyo unavyoona labda mathalan fulanun qarinuhu fulan, basi ukiwachunguza utakuta katika hali za akhlaqi, hali za kitabia, yale anayopenda yule na huyu anayependa maila zali. Na hii kwa sababu mimi ndio mwalimu wenu na wajueni, na wafahamuni kwamba mtu unamwangalia huyu na fulani rafiki sana, hata ukimtafuta fulani basi mwize fulani atakuwa huyu yupo anajua sehemu alipo kwenda fulani. Kwa hiyo usije ukakubali kuwa na rafiki wa shari, kwa sababu rafiki wa shari Allah anasema la ya'lunakum khabala, ay la yuqassiruna fi idkhali sharri alaykum. La yuqassirun, hawawezi kushindwa kukuingizieni shari nyinyi, bali yajtahidun, bali watajitahidi kufanya hivyo. Na siku zote jambo baya ndio linakuwa lepesi kuingia katika nafsi ya mtu kuliko jambo zuri. Kusoma kunahitaji jiddi wal ijtihad. Kufanya ibada kunahitaji jiddi wal ijtihad. Sasa kuwa na akhlaqi nzuri kunahitaji jiddi wal ijtihad. Ama yale mambo ambayo ni ya shahawati, mambo ambayo ni ya matamanio, unakuta yanaingia sana haraka katika nini? Katika moyo. Allah anasema waddu ma'anitum, waddu anatakum, waddu anatakum, haula yuriduna madha? Shari zenu. Yuriduna madha? Almashaqqata alaykum. Yuriduna madha? Halakakum. Wanataka nyinyi muangamie, wanataka nyinyi muwe na mashaka, muwe na shida, muwe na dhiki. Na baadhi ya wanafunzi akifeli, badala ajitahidi aongeze mustawa, anatafuta mzembe mwenzake washuke wote. Ama hilo ni jambo ambalo mwanafunzi anatakiwa uwe makini. Jitahidi umfuate mwanafunzi ambaye anayekuzidi akhlaqi, mwanafunzi ambaye unamwona ametamasaki na manhaji vizuri. Jitahidi umfuate mwanafunzi ambaye anajitahidi katika muraja, anajitahidi katika hifdhul mutun wala dhalik. Na hili tunaliona katika ule wakati wetu muraja, saa 10 mpaka saa 12, saa 3 mpaka saa 4:30, na muraja wetu alfajiri na nyakati zinginezo. Nakuta mtu anamfuata mwenzake amzungumzishe tu, ili mradi jambo lipite na muda upite. Hadha alladhi narahu inda kathiri min tulabil ilm. Tunatolea mfano tulabil ilm kwa sababu ndio hali zao. قال رحمه الله تعالى ويقول الفضيل بن عياض، فيقول الفضيل ابن عياض، نسمع فضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه، الأرواح جنود مجندة. فضيل بن عياض anasema الأرواح جمع ايش؟ جمع روح. الأرواح جنود مجندة معناه الأرواح جموع مجتمعة. Roho ni kikundi kilichojikusanya pamoja. Roho ni kikundi kilichojikusanya pamoja, kimeumbwa, na baada ya kuumbwa zikawa zimewekwa hapo pamoja. Allah akaziacha katika maumbile yake. Ndio maana binadamu utawakuta wanapenda sana kukaa pamoja. Kikianza kijiji sehemu, mtu mmoja na wengine wanakwenda kujenga jirani ya yule aliyojenga, na wengine watakuja pale, na wengine watakuja pale, kisha wataanza kuenea kulingana jinsi ambavyo walikuwa wengi. Wala roho junudu moja. Binadamu bila yao wanapenda kuishi pamoja, jumuu mujtamia. Au katika maana nyingine la roho junudu mujannada
kwamba roho ni anwa'u mukhtalifa. Al-arwahu junudun mujannada, bimaana al-arwahu anwa'u mukhtalifa. Roho zipo za aina nyingi. Kwa maana ya kwanza, al-arwahu jumu'un mujtami'a, kwamba roho ni kikundi cha watu wenye kupenda kukaa pamoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ta'ala akasema katika kufafanua, fama ta'arafa minha ta'alaf, fama ta'arafa minha talaf, kwamba zikishakaa pamoja roho, amsalukum ayuha at-tullab, mmeshakaa pamoja hapa watu zaidi ya 100, ma ta'arafa minhu talaf, zile zinazoelewana huwa zinaungana. Mtu taarifu man wa man? Abdallah na nani? Na Ghalib. Na ndio maneno ya Al-Fudhail bin Iyad. Na kitumbo na nani? Na nani? Na Muyaga na Haruna Siddiq. Na hiyo na Bilali na nani? Bilali ya Mungu. Ala kulli hal kila mmoja utakuta anaendana sambamba na rafiki yake na wanafanana tabia. Ma ta'arafa minhu italaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Na zile roho ambazo zimetofautiana, sawa, haziendani. Mtu apenda kusoma, mwingine hapendi kusoma mathalan, wataungana? Hawaendani. Sasa hawaendani. Ukiwachonganisha mtu anayependa kusoma na asiyependa kusoma, hawezi kukaa pamoja. Kadhalika pia aljumu' mujtami'a na anwa'u mukhtalifa, kama roho katika maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameziumba kwa aina tofauti tofauti. Kuna roho zilizokuwa nzuri zenye kupenda mambo mazuri, na kuna roho ambazo zilizokuwa mbaya zenye kupenda mambo mabaya. Kwa hiyo zile nzuri utazikuta zipo kwenye mambo mazuri, zimekusanyika kule, sawa, na zile mbaya utazikuta ziko kwenye mambo mabaya, zimekusanyika kule. Na hata mkifika hapa tulabil ilm, mwanzoni kama bado hamjapata ile manhaj, unakuta mtu anatafuta kama vile kinyesi, huwa anayekwenda pale ni nani? Nzi. Asali anayekwenda pale ni nani? Nyuki. Kwa kila mmoja, nyuki anatafuta asali na nzi anatafuta kinyesi, kwa anwao mukhtalifa, aina tofauti tofauti. Kwa hiyo Al-Fudhail ibn Iyad makusudio yake anayokusudia hapa, anakusudia kuhusiana na ahlul bid'ah na nani? Na ahlus sunna. Kurudisheni katika darasa anakusudia kuhusiana na ahlul bid'ah sunna, kwa wale ambao utakuta wameshikamana, hao ndio watakuwa ni watu wa sunna. Hao wakiwa wameshikamana katika nini? Katika sunna. Na wale utakaokuta wameshikamana wakiwa wameshikamana katika bid'ah, hakuna mtu wa bid'ah atashikamana na mtu wa sunna alafu wakawa pamoja, haiwezekani. Wachagulie sehemu moja ya kwenda. Kalamu wazi? Haiwezekani. Al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha talafa, wazi, ma tanakara minha istalaf. Wala yumkin an yakuna sahibu sunnah yumali sahiba bid'ah illa min an-nifaq. Nakuja kumaliza. Sasa haiwezekani ukamkuta mtu wa sunna anaongea na mtu wa bid'ah, isipokuwa kwa nini? Kwa nifaq. Umeelewa? Itakuwa ni kwa nini? Kwa nifaq. Hakuna uhalisia na ukweli baina sahibu sunna na sahibu madha albid'ah katika masala ya maongezi. Qala Ibn Battah rahimahullah ta'ala ta'liqan ala dhalik, sadaqa al-Fudhail rahimahullah ta'ala, fa inna nara dhalika ayana. Angalia masalafu walivyokuwa wakisoma maneno ya masalafu wale watangulia, wanastafidi na wanatohoa yale matendo ambayo wanayoyaona ni kweli. Nyie leo hamuoni ahlul bid'ah, ahlus sunna ambao wanaotengamana na kuchangamana na ahlul bid'ah wengi. Sasa wallahi jambo hili sisi tunaliona wazi, kwamba ahlus sunna siku hizi wamekuwa wakichangamana na ahlul bid'ah. فقد بلغ من تحذير السلف رحمة الله تعالى عليه من المبتدعة
hakika ahlus sunna ambao ni masalaf walifanya kazi kubwa balagha min ta'dhir salaf rahmatullahi ta'ala alayhi min al-mubtadi'ati anna Ahmad ibn Sinan. Ilifikia katika hali ile ya masalaf kuwatahadharisha ahlul bid'ah, ilifikia bwana mmoja aliyekuwa akiitwa Ahmad ibn Sinan qala la an yujawirani sahiba tamburi, sahib tamburi, sahibu tabal. Tabal ni nini? Inaitwa gita. Mtu anapiga muziki kwa gita. Kunikaribia mtu huyu awe jirani yangu, ahabba ilayhi, ni jambo ambalo linapendeza zaidi kwangu mimi, an yujawirani sahibu bid'ah, kuliko kuwa jirani yangu mtu wa bid'ah. Lianna sahiba tambur anhahu wa aksiru tambura, kwa sababu huyu mpiga gita nitamkataza, nitachukua gita lake nitalivunja. Wal mubtadi', na mtu wa bid'ah, yufsidu an-nas, anawaharibu watu, wal jirana, na majirani, wal ahdath. Kadhalika pia huwa anayaharibu yale ambayo anayaleta mambo ambayo yani huleta mambo yasiyozoeleka, al ahdath. La, sahibu bid'ah yufsidu an-nasa wal jirana wal ahdath. Mtu wa bid'ah huharibu watu na majirani, kadhalika pia huharibu wale vijana wanaokuwa, wale vijana ambao ndio kwanza wanajifunza sunna. Wale ambao hawajui madhara ya bid'ah basi huharibika, huingiza kwao mambo ambayo hawajayazoea, huingiza kwao na kuyaweka kwao mambo ambayo wao hawajayazoea, kwa kuyaona kwamba ni katika dini. Naam. يقول ابن بطة رحمة الله تعالى عليه تعليقا على هذا الموضوع: فالله معشر المسلمين، الله enyi kongamano la Waislamu, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsihi, akiwatahadharisha Waislamu kwamba isimpelekee mtu ile dhana yake nzuri ya kuidhania nafsi yake kwamba yeye yupo katika manhaji sahihi, wa ma'ahidahu min ma'rifatihi, na yale aliyoyazoea katika ujuzi wake, maarifa yake, bisihhati madhhabihi ala al-mukhatarati bidinihi, katika kutambua usahihi wa madhahibu yake, ala al-mukhatarati bidinihi, juu ya kuiweka dini yako kuiweka dini yake katika hatari. Hatari gani? Fi mujalasati baadhi ahli hadhihi al-ahwa, hatari ambayo ni kukaa na baadhi ya hawa watu wenye kufuata matamanio ya nafsi zao. Asafa yaqul udakhiluhu liunadhira, ninaingia kwa huyu bwana ili niweze kumnakish, niweze kufanya naye munadhara, munakasha, au liastakhrija minhu madhhaba, au niweze kuyatoa madhehebu yake kwake, niweze kumuongoza. Yani mimi nakaa naye niweze kumuongoza au ni nakish. Fa innahum, hakika hao al-mubtadi'a, watu wa bid'ah, ashaddu fitnatan min ad-dajjal, wana fitna kubwa kuliko masihi dajjal. Wa kalamuhum alsaqu min al-jarabi, na maneno yao yananata zaidi kuliko ugonjwa wa maranga, ugonjwa wa ngozi. Wa haraku lilqulubi min al-lahabi, na maneno yao yanaunguza zaidi mioyo kuliko kijinga cha kuni. Wala kadira aitu jama'atan minan nasi, hasa Ibn Battah, kwa hakika niliwahi kuwaona kikundi cha watu, kanu yalanunahum wa yasubunahum, walikuwa wakiwalaani ahlul bid'ah
na wakiwatukana ahlul bid'ah fajalasuhum, wakaenda kukaa nao wasikiliza, ala sabili al-inkari war-radd alaihim, katika njia tu ya kuwapinga na kuwapiga raddi. Famazalat bihim al-mubasatati wa khafiyul makri wa daqiqul kufri hatta sabaw ilaihim. Famazalat bihim al-mubasata, haukuacha kupatikana kwa wao ile hali ya kupanuka, yani kuongeza kile kiwango cha kukaa nao, wa khafiyul makr, na vile vitimbwi vilivyojificha, wa daqiqul kufr, na ile kufru iliyokuwa ya ndani, hatta sabau ilaihim, mpaka wakapenda kuishi na wao. Hannu watashawaqu ilaihim, yani wakapatwa na mapenzi na wakatamani kuishi na kukaa na wao, wakapenda bid'a zao. Hadha kalamuhu rahimahullahu ta'ala wa sadaq. Anasema haya ni maneno ya Ibn Battah, Allah amrehemu, na amesema kweli. Anasema kweli, walaqad shahadna ulaika fi zamanina, kwa hakika tumewashuhudia watu hao, kwa hakika tumewashuhudia watu hao katika zama zetu. Yaquluna, wanasema, nahnu nujalisu haula'il mubtadi'ah, hakika sisi tunakaa na hawa watu wa bid'a, liajli munasahatihim, tunakaa nao ili tuwape nasaha, wa liajli litilai ala manahijihim sirriya, na tunakaa nao ili tuweze kuziona zile manhaji zao za siri, allati yukhfunaha, ambazo wanazificha, hatta nuhadhira minha fima ba'd, ili tuweze kuzitahadharisha baadaye. Thumma baada dhalika yaqauna fi habailihim, kisha baada ya hapo wanajikuta wanaingia katika kamba zao, kamba za kukamatwa na bid'ah. Wayasiruna aunan lahum ala ahli sunnah, na wanakuwa ni msaada kwa hao ahlul bid'ah dhidi ya watu wa sunna. Afana Allah wa iyyakum min dhalik, Allah atupe afya na nyinyi kutokana na hali hiyo. Fahadha huwa ma qarrarahu salaf. Anasema mtunzi wa risala hii, anasema haya ndio ambayo yametajwa sana na salafu salih, kwamba ni vibaya mtu kukaa na ahlul bid'ah, ni vibaya mtu kushirikiana nao watu hawa, ni vibaya mtu kuwafuata na kusema anataka asome mambo yao asikilize ili aweze kuwatahadharisha. Jambo hili ni jambo baya. Wa alayhi, na kwa sababu hiyo, falwajibu ala man khafa ala nafsihi alfasada wadhalal, wajibu wa mtu ambaye aliyehofia nafsi yake kuharibika, kufisidika na kupotea, an yalzima hadha almanhaj, anatakiwa alazimiane na manhaji hii, wa yaslukahu, na aifuate. Manhaji gani? Manhaju al-sunna al-jamaa. Fa wallahi, namwapa Allah, innal qauma an ilmin nataqu wa an ilmin waqafu, hakika masalaf al-sunna wal jamaa kwa hakika waliongea kwa elimu, na kwa hakika pia walisimama misimamo ya elimu. Kile walichokiongea salafu na salih walikiongea kwa ilmu, na kila msimamo waliosimama nao salafu na salih, kwa hakika msimamo huo walisimama kwa elimu. يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق, anasema الحافظ ابن عساكر kitabu chake Tarikh Dimashq, fi tarjamati Ahmad ibn Aunillah, akiwa anamuelezea huyo bwana aliyekuwa akiitwa Ahmad ibn Aunillah, huwa ahad ulama sunna, ambaye ni mmoja katika wanawachuoni wa sunna. Naqilan an Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufrij, akiwa ananukuu kutoka kwa huyo Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad, kana Abu Ja'far, anasema alikuwa Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah muhtasiban ala ahli albidah, akijitolea kupambana na ahlul bid'ah. Muhtasib, ma kufanya da'wa ya kupambana na ahlul bid'ah bure. Ghalizan alayhim, alikuwa ni mkali juu yao. Muzillan lahum, akiwadhalilisha ahlul bid'ah. Taliban limasawihim, akitafuta yale makosa yao. Musari'an ala madarrihim, akiwa ni mwenye kufanya haraka juu ya madhara yao. Shadidul wat'ati alayhim,
akiwa ni mwenye kuwashambulia kwa ukali, akiwaingilia kwa ukali hao ahlul bid'ah, musharridan lahum idha tamakkana minhum, akiwajeruhi pale anapokuwa anaweza kuwajeruhi, sharad, kuwajeruhi kwa maneno makali, idha tamakkana minhum, akiweza kuwajeruhi, ghaira mubqin alaihim, hakuwa ni mwenye kuacha kwa chochote, mubqi yani alikuwa si mwenye kuacha kwa chochote katika hizo bid'a zao, akifafanua na kuweka wazi. Wakana kullu man kana minhum khaifan minhu, na alikuwa kila aliyekuwa miongoni mwa ahlul bid'ah akimuogopa huyo Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah, kimuogopa kwa sababu alikuwa yuko mahiri katika jambo hilo. Khaifan minhu ala nafsihi mutawaqqiya, alikuwa mwenye kumuogopa akihofia nafsi yake na akichukua tahadhari asikutane na asijadiliane na asipishane maneno na huyo Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah. La yudahinu ahadan minhum ala halin, alikuwa hampaki yoyote mafuta kwa hali yoyote katika watu wa bid'ah, yani alikuwa hampaki yoyote katika ahlul bid'ah mafuta kwa hali yoyote. Wala yusalimuhu, na wala hampi salama, sawa, wala yusalimu, wala hampi salama. Yani mtu wa bid'ah wa Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah alikuwa hana salama. Wa in athara li ahadin minhum ala munkarin, na akiona kwa yeyote katika ahlul bid'ah, akimuona amefanya munkar yoyote, wa shahida alayhi indahu bil hirafin ani sunna, na akawa ameshuhudia, sawa, wa shahida alayhi indahu bil hirafin, na akawa ameshuhudia yeyote kwake yeye kwamba mtu huyu amefanya inhiraf ani sunna, kwamba mtu huyu amefanya inhiraf, amepinda akaiacha sunna, na badha huwa fadahahu, alikuwa anamfedhehesha mtu huyu, anambeza na kisha anamfedhehesha. Wa ala bi dhikrihi wal bara'atu minhu, na alikuwa akitangaza utajo wake kwamba huyu mtu ni mtu wa bid'a na kadha na kadha, kisha anawaambia watu jiwekeni mbali na mtu huyu. Wa ayyarahu, na akimtia aibu, an qabihi madhhabihi, wa ayyarahu bi dhikri su, na alikuwa akimtia aibu kwa kumtaja kwa utajo mbaya, fil mahafili, katika mahfali za watu wengi, anasimama kisha anamtahadharisha, anamtaja kwa utajo mbaya. Wa aghara bihi hatta yuhlikahu au yanzi'a an qabihi madhhabihi wa su'i mu'taqadihi, na alikuwa akimwandalia mazingira mabovu, akimwandalia mazingira ya hatari, ima amwangamize au yule mtu atoke katika matendo yake mabaya, au atoke katika madhehebu yake mbaya, na atoke katika itikadi yake mbaya. Walam yazal dauban ala hadha jahidan fi, na haikuacha hii kuwa ndio hali yake. Dauban haikuacha hii kuwa ndio hali yake Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah, yani hali yake na tabia yake. Jahidan fi, akifanya jihadi ndani ya jambo hili, ibtighaa wajhi Allah, akiwa anataka kupata uso wa Allah, kuuona uso wa Allah. Ibtighaa wajhi Allah husema kwamba akiwa anataka kuingia peponi ili auone uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila an laqiya Allah ta'ala, mpaka pale alipokufa na kwenda kukutana na Mola wake azza wa jalla. Lahu fil mulhidina atharun mashhura, huyu bwana kwa hawa watu mulhidun waliokuwa wakipinga uwepo wa Allah na sifa zake Allah na majina yake Allah, atharun mashhura, alikuwa na athari zilizokuwa mashhur, wa waqa'i'u madhkura, na matukio yaliyokuwa ni yenye kukumbukwa na yenye kutajwa. Maana haya ameyataja Al-Hafidh Ibn Asakir katika kitabu chake Tarikh Dimashq juzu ya 5 ukurasa wa 118. Inshallah naktafi bihadha alqadr. Allahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sallam. Sufyan ath-Thawri akawaambia huwa qadariyun, maadamu hao ndio watu wake wa karibu, anaishi nao, yuko nao karibu zaidi, basi huyo ni qadariya. Hiyo ndio madhhabu yake, hiyo ndio manhaji yake.
يقول ابن بطة سمع الإمام ابن بطة رحمه الله في الإبانة تعليقا على قول سفيان، akiweka تعليق